الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Tunaendelea na darasa yetu ya kitabu cha Hadil Arwah ila Bilad al-Afrah, ikiwa tuko ukurasa wa 33. Tunasoma sehemu inasema والذي يوضح ambalo linaweka wazi anna dhamira fi qawlihi ihbita minha jami'a, kwamba dhamiri katika ihbita minha jami'a ni li Adam wa Ibilisi, kwa ajili ya Adamu na Ibilisi. Anna Allah subhanahu wa ta'ala lamma dhakara al-masiya afrada biha Adam duna zawjati, alipotaja masia alimpwekesha Adamu kinyume cha mkewe. Faqala wa asa Adamu rabbahu faghawa, Adamu akamkosea Mola wake akapotea. Thumma jitabahu rabbuhu, kisha akamchagua tena Mola wake. Fataba alaihi, akamsamehe. Wahada, na akamuongoza. Waqala bitwa minha jamia, na akamwambia shukeni umo nyote. Wahadha yadullu ala anna al-mukhataba, hii inafahamisha juu ya kwamba mwenye kusemeshwa bil ihbati huwa Adamu wa man zayyana lahu al-masiya, ni Adamu na yule aliyempambia masia. Wadakhalati zawjatu tab'an, na yule mke akawa ameingia kwa kumfuata mumewe. Fa innal maqsuda ikhbarullahi subhanahu lithaqalaini bima jara ala abawayhima, maksudio katika hili ni kufahamisha Mwenyezi Mungu thaqalain, wanadamu na majini, kuwafahamisha yaliyopita juu ya baba zao. Sawa, min shu'umi al-masiya, katika ukorofi wa masia. Wa mukhalafati al-amri, na kukhalifu amri. Fadhakara abawayhima, basi fadhikiru abawayhima, kuwataja wazazi baba zao wawili. Ablaghu fi husuli hadha al-maana, ni kwenye kuendelea zaidi katika kupatikana maana haya. Min dhikri abawayil insi faqat, kuliko kutaja wazazi wawili wa watu tu, kwamba atajwe Adamu na Hawa peke yao, wakati ukorofi ulipatikana kwa watu na majini. Jini Ibilisi aliharibu na Nabii Adamu akawa ameharibu. Kwa hiyo sisi wakati huu tuliokuwa nao ni lazima tufahamu kwamba walioharibu ni sio Adamu na Hawa tu. Sasa hapo inakuwa bora kumtaja Adamu na Ibilisi, ili majini nao wajue kwamba baba yetu pia aliharibu, asili yetu iliharibu. Wakad akhbara subhanahu ani zawjati, na hakika alieleza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumuhusu mke, bi annaha akalat ma Adam, kwamba yeye alikula pamoja na Adam. Wa akhbara annahu ahbatahu wa akhrajahu, na ametoa habari kwamba yeye alimshusha na akamtoa min aljanna, katika pepo, bitilka al-akla, kwa kula huko. Faulima anna hukuma zawjati kadhalika, ikajulikana kwamba hukumu ya mke basi ni kama hivyo, maadamu walikula wote halafu akatolewa mume, mke hawezi waki. Wa annaha sarat ila ma sara ilayhi Adam, na kwamba yeye atakuwa kwenye lile alilokuwa kwake Adam. Fakana tajrida al-inaya, ikawa basi ila dhikri hali abawai thaqalain, kutakasha kwa ule msaada kwenye msaada wa kutaja nini, hali ya wazazi wawili au ya wazazi wa thaqalaini wa namna mbili hizi. Aula min tajridihi ila dhikri abil insi, sawa, wa ummihim faataamalu, kwamba ikawa sasa hapo uondoshe mmoja wapo, ni bora kumuondosha mama akabaki baba wa watu na baba wa majini, kuliko ulikuwa sasa kumwacha jini ukamtaja baba wa watu na mama wa watu. Habari singekaa vizuri sana. Wabil jumlati fa qawluhu ta'ala ihbitu ba'dhukum li ba'dhin adu dhahirun fil jami'i au fil jami', ni dhahiri katika jami'. Wala yasu hamluhu ala al-ithnain fi qawlihi ta'ala ihbita min ghairi mujibi,
Kwa hiyo pale ikija ihbitu, moja kwa moja ni Adam na Hawa pamoja na Iblis. Qalu, wakasema, wa aidha, na vile vile hawa wanaotetea kwamba pepo atakayoingizwa wanadamu ndio pepo waliokaa Nabii Adam alayhi salam. Wa aidha, vile vile, faljannatu jaa muarrafa bilami taarifi fi jamii almawadhi, pepo imekuja aliyakuwa ni yenye kuarifishwa kwa lamu ya taarifi. Waskun anta wa zawjukal, skun anta wa zawjukal janna, kuna alifu na lamu. Kwa hiyo kama kuna alifu na lamu ina maana yake pia, na kama vile tunavyofahamu kwamba katika masala ya lugha herufi tu moja inaweza ikasababisha maana kuwa tofauti na makusudio yakawa tofauti. Kwa hiyo pepo imekuja ikitajwa kwa taarifu aljanna, kakaulihi uskun anta wa zawjuka aljanna, suratul Bakara, wa nadhairi, na mifano yake. Wala jannata ya'haduha almukhatabuna wa ya'rifunaha illa jannata alkhuldi, na hapana pepo ambayo wanaijua wanaizoea iko katika akili zao wale wenye kusemeshwa na wanaijua vile vile, isipokuwa pepo ya ukazi wa milele, allati wa'ada arrahmanu ibadahu bilghaib, ambayo amewaahidi Mwenyezi Mungu waja wake kwa ghaibu, na pamoja na kutokuwa karibu kwenye upeo wa macho yao, hawaioni, lakini wanaamini kwamba kuna kitu kinaitwa pepo kimeandaliwa waja. Sasa ikiwa pepo hiyo ndo watu wanaijua, sawa, ikiwa pepo hiyo ndo watu wanaijua, basi ikija uskun anta wa zawjuka aljanna, maana yake kaa wewe na mkeo katika pepo hiyo, pepo maalum, sio pepo yoyote. Asema faqad sara hadha alismu, limekuwa jina hili alaman alaiha bilghalaba, ni alamu juu ya pepo hiyo kwa ghalaba. Alamun alaiha bilghalaba, ikiitwa kitu ni alamun bilghalaba, maana yake hicho kitu kinaweza kikawa kinaenea watu wengi, kinaenea watu wengi, lakini halafu ikawa kikitajwa moja kwa moja kinaenda watu wanamkusudia fulani. Leo hii tukizungumza Firaun, wale watu wanaojua tayari unamjia mtu mji wa Misri, lakini ukishamjia mji wa Misri hapo hapo inamjia taswira ya Nabii Musa alayhi salam, halafu ndio inakuja tafsiri ya nini, ya Firauna, kwamba ni mpinzani wa Nabii Musa, si ndio? Aligharikishwa kwa maji, alikuwa ataka kumuua Nabii Musa. Basi inapatikana kwamba Firauna ni Firauna. Mtu yote ukimuuliza Firauna ni nani, atakutajia yuko wapi, aliishi wapi, uko wapi. Lakini kiasili Firauna alikuwa ni mtawala wa Misri, akiwa mtawala pale anaitwa Firaun. Sasa walipita mafirauna wengi, lakini Firauna huyo aliyekutana na zama za Nabii Musa ndiye ambaye imekuwa jina Firauna kwake ni alamun bilghalaba, kana kwamba Firauna ni yeye peke yake, na mambo mengine mengi yako hivyo na mtu mwingine inawezekana ikawa ndo sijui ni kiongozi wa nini, umeona, basi akitajwa tu ndo huyo. Hata wakati fulani ilikuwa taasisi zote zina mudiri, lakini kuna wakati ulifikia wakati wa Sheikh Muhammad Abubakari Allah amrehemu, ilikuwa kutaja neno mudiri kana vile umemkusudia Sheikh Muhammad Abubakari. Inaenda hivyo tu. Wewe fikiria, mtu aweza kusema tu naenda kule Duga kwa mudiri. Mudiri ndio nini? Umeona leo nasikia kuna maulidi ya mudiri. Mbona hapo Tanga kuna fujo mmeenda, mbona magari mengi? Leo si ndio maulidi ya mudiri. Yaani kuna vitu vinafanana na hivyo, kwamba Sheikh Muhammad Abubakari ni mudiri wa taasisi ya Shamsil Maarifi na mashekhe wengine ni mudiri wa taasisi zao. Lakini kuna kipindi ilifikia
basi kuna wengi watu wakitaja neno mudiri kana kwamba ni jina lake yule la ukoo kapewa huko kwa walikozaliwa. Sasa kikipatikana kitu cha mfano huo ndio kinaitwa alamun bil ghalaba. Sawa si vibaya kupiga mifano. Kila mmoja ana ruhusa ya kutafsiri mfano huo anavyotaka mwenyewe, lakini tukienda kule Mahad Shamsil Maarif tunaotokea upande huu pale Mpirani, pale kuna kituo cha walimu kusoma, ni makao makuu ya kanda ya Kaskazini B. Naanzia Mpirani, Kibafuta, Gombero, Mleni, inashuka huku Mabokweni, Helani, Chongoleani, Putini, Mpirani yenyewe ile, umeona Kwa hiyo pale kuna kanda na kuna mwalimu. Miongoni mwa walimu wamewahi kupita pale ni ndugu yangu katika imani, ndugu yangu katika kila namna, ambaye ametangulia mbele ya haki, Allah mrehemu, Ustadhi Jelo. Amewahi kufundisha pale Mpirani, lakini hakuwahi kuitwa mwalimu wa kanda. Ni watu kumuita mwalimu wa kanda, na majukumu yake ni majukumu yale yale ambayo niko nayo mimi, ni kuja kuwafundisha walimu. Lakini hata kabla ya mimi kuja hapa Moboza, kulikuwa na walimu walikuja, mwalimu Msabaha, shekhe wa mkoa wa Bini kunaitwaje Ruvuma kule, sitoitwaje kule Musoma, umeona Lakini Ustadhi Ramadhan Damka ambaye vile vile yuko Kahama kule sasa hivi, wote walikuwa wanakuja kukufundisha. Anarudi Tanga mjini, anakuja anarudi, lakini hakuwahi kuitwa hilo jina huko mjini wala wala hatawezi kutana naye sehemu kumsikia anaitwa hilo jina. Lakini pale Soni kuna mwalimu Kikoti nafikiri, umeona ndio mwalimu wa kanda ile na ni mwenyekiti pia, lakini husikii sana watu wakilitumia hilo jina. Idhuru inawezekana wakikaa kwenye vikao vyao au kwenye mambo fulani inabidi tumwambie mwalimu wa kanda, kuna ile labda, lakini kulitumia lile jina sio sana. Lakini utakuta pale nikienda, hata baadhi ya walimu wenzangu ambao tumekuwa pamoja pale au na nini, basi utakuta wanatumia hiyo taarifu, na hata watu wakitaka kuarifishana wengine wanaarifishana hivyo Sasa hii ni miongoni mwa mifano ya alamu bil ghalaba Kwa hiyo lau yatokea tumekaa watu watatu pale, kwa mfano pale hii ya kanda hii hapa Mpirani yuko Ustadhi Awadhi, alafu na pengine mwingine, alafu na mimi pengine tukae pale mjini Mahadi pale, alafu itokee ghafla mmoja aite, hebu muite mwalimu wa kanda pale. Sisemi kwamba ndo nina hatimiliki hilo jina, lakini sidhani kama kuna mwanafunzi pale ataambiwa nenda kamuite mwalimu wa kanda pale. Unaweza kushangaa akaja, inaweza kutokea lolote, lakini asilimia nyingi unaweza kushangaa akanielekea mimi. Sasa ikiwa hivyo ndivyo, huo nao ni mfano wa alamun bil ghalaba Kwa anasema pepo imekuja kwa alifu na lamu, basi inaonekana kana kwamba bali ikitajwa pepo tu inakusudiwa hivyo jannatul khuldi sawa Kal Madina, kama Madina. Al-Madina, Madina ni nini? Mji. Madina ni nini? Ni mji. Lakini ukitamka neno Madina moja kwa moja tayari mtu anajua unaikusudia ile Yathriba, unaikusudia ile Taiba ambao ni mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Madina sawa Wal najmi na najmu, wal baiti na baiti, wal kitabi, zote hizo ni maarifa ni majina ambayo yamekuja nini? Maarifa
na najmu, wa najmu idha hawa, sawa najulikana, wal bait al ma'mur au al bait al atiq wal kitab al mubin ni Qur'ani wa nadhairiha. Fahaithu warada lafdhuha, likija tamko lake muarrafan, hali ya kuwa ni muarraf, insarafa ila aljannati almahuda almaaluma, basi moja kwa moja inakwenda kwa maana ya nini? Ya ile pepo iliyozoelewa inayojulikana fi qulubi almu'minina, katika nyoyo za waumini. Ama in urida bihi jannatun ghayruha, ama ikikusudiwa kwa tamko hilo ile janna, lakini ambayo sio hiyo pepo ya ukazi wa milele, fa innaha taji'u munakkaratan, inakuja nakira, yani limekuja tamko janna lakini sio pepo ile ya ukazi wa milele, basi utakuta inakuja nakira. Au muqayyadan bil idhafa, au na kwa yeye kutegemezwa, yeye kukaidiwa kwa idhafa, sawa au muqayyadatan min as-siyaqi bima yadullu ala annaha jannatun fil ardi, au itakaidiwa kwa siyaki kwa kile ambacho kitafahamisha juu ya kwamba hiyo ni pepo iliyo hapa ardhini tu. Kwa utayaona majina ya pepo ambayo imetajwa janna, lakini aidha imetajwa kwa nakira au imetajwa maarifa lakini imekaidiwa, sawa imekaidiwa kwa kitu ambacho kinaonyesha kabisa kwamba hiyo ni pepo isiyokuwa pepo ya ukazi wa milele. Wallahu wa rasuluhu a'lam.